Kumbukumbu la Torati sura ya 16. Utunze mwezi wa Abibu ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako, kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako. Nawe umchinjie Pasaka Bwana Mungu wako katika kundi la kondoo na la ng'ombe mahali atakapopachagua Bwana apakalishe jina lake. Usimle pamoja na mikate iliyotiwa chachu siku 7. Usimle pamoja na mikate iliyotiwa chachu siku 7. Utakula naye mikate isiyotiwa chachu, nayo ni mikate ya mateso, kwa maana ulitoka nchi ya Misri kwa haraka, ili upate kukumbuka siku uliotoka nchi ya Misri siku zote za maisha yako, wala isionekane kwako chachu muda wa siku 7 katika mipaka yako yote, wala katika hiyo nyama uchinjayo siku ya kwanza jioni kisilale chochote usiku kucha hata asubuhi. Usimchinje Pasaka ndani ya marango yako yote akupayo Bwana Mungu wako, ila mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako apakarishe jina lake, ndipo mtakapomchinja Pasaka jioni katika machweo ya jua kwa wakati kama uliotoka Misri. Nawe umuoke na kumla mahali atakapochagua Bwana Mungu wako. Kisha asubuhi yake ugeuke uende hemani mwako. Siku 6 utakula mikate isiyotiwa chachu, na siku ya 7 na uwe mkutano mtukufu kwa Bwana Mungu wako. Usifanye kazi yoyote. Jihesabie majuma 7 tangu wakati uanzapo kutia mundu katika mmea. Utaanza kuhesabu majuma 7. Nawe sikukuu ya majuma umfanyie Bwana Mungu wako kwa kutoa sadaka ya hiari ya mkono wako, utakayotoa kwa kadri akubarikiavyo Bwana Mungu wako. Nawe utafurahi mbele ya Bwana Mungu wako, wewe na mwana wako na binti yako na mtumwa wako na mjakazi wako na Mlawi aliye ndani ya malango yako, na mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mumewe, walio katikati yako, katika mahali atakapochagua Bwana Mungu wako apakarishe jina lake. Nawe kumbuka kwamba ulikuwa mtumwa huko Misri, tena zishike amri hizi kwa kuzifanya. Fanya sikukuu ya vibanda siku 7. Utakapokwisha kuyakusanya yatokayo katika sakafu yako ya nafaka na katika kinu chako cha divai, nawe utafurahi katika sikukuu yako, wewe na mwanao na binti yako na mtumwa wako na mjakazi wako na Mlawi na mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mumewe, walio ndani ya marango yako. Siku 7 mfanyie sikukuu Bwana Mungu wako mahali atakapochagua Bwana, kwa kuwa Bwana Mungu wako atakubarikia katika maongeo yako yote na katika kazi zote za mikono yako, nawe uwe katika kufurahi kabisa. Mara 3 kwa mwaka na watoke wanawaume wako wote mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua, katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, na katika sikukuu ya majuma, na katika sikukuu ya vibanda. Wala wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Kila mtu na atoe kama awezavyo kwa kadri ya baraka ya Bwana Mungu wako aliyokupa. Weka waamuzi na maakida katika marango yako yote akupayo Bwana Mungu wako kwa hesabu ya kabila zako, nao waamue watu kwa maamuzi ya haki. Usipotoe maamuzi, wala usipendelee uso wa mtu, wala usitwae rushwa, kwa kuwa rushwa hupofusha macho ya wenye akili na kugeuza daawa ya wenye haki yaliyo haki kabisa ndiyo utakayoyafuata, ili upate kuishi na kuirithi nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Usipande mti wao wote kuwa Ashera kwako kando ya madhabahu utakayofanya ya Bwana Mungu wako, wala usisimamishe nguzo ambayo Bwana Mungu wako aichukia. Kumbukumbu la Torati sura ya 17. Usimchinjie Bwana Mungu wako ng'ombe wala kondoo aliye na kilema,
wala neno ovu lolote, kwa kuwa hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Ikiwa ameonekana katikati yako ndani ya malango yako mojawapo upewayo na Bwana Mungu wako, mtu mume au mke afanyaye yaliyo maovu machoni pa Bwana Mungu wako na kuvunja maagano yake, naye amekwenda kutumikia miungu mingine na kuiabudu, au jua au mwezi au vilivyo katika jeshi la mbinguni, vyovyote nisivyoagiza mimi, ukiambiwa hayo nawe umeyasikia, ndipo utafute kwa bidii na tazama, ikiwa ni kweli lina hakika jambo lile kuwa yafanywa machukizo kama hayo katika Israeli, ndipo umchukue nje marangoni kwako yule mtu mume au yule mwanamke aliyefanya jambo lile ovu, ukawapige kwa mawe wafe. Huyo atakayeuawa na auawe kwa midomo ya mashahidi wawili au mashahidi watatu. Asiuawe kwa mdomo wa shahidi mmoja. Mikono ya wale mashahidi na iwe juu yake kwanza kwa kumuua, kisha mikono ya watu wote. Uondoe vivyo uovu katikati yako. Ikiwa limezuka neno lililo zito kukupita wewe katika maamuzi, kati ya damu na damu, na kati ya daawa na daawa, na kati ya pigo na pigo, nayo yashindaniwa katika malango yako, ndipo nawe uondoke ukwe uende mahali atakapochagua Bwana Mungu wako, uwaendee makuhani Walawi na muamuzi atakayekuwako siku hizo, uwaulize, nao watakuonyesha hukumu ya maamuzi, nawe fanya sawasawa na hukumu watakayokuonyesha mahali hapo atakapochagua Bwana. Nawe tunza kufanya kwa mfano wa yote watakayokufunza, kwa mfano wa sheria watakayokufunza, na kwa mfano wa hukumu watakayokuambia. Fanya vivyo, usigeuke katika hukumu watakayokuonyesha kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto. Na mtu afanyaye kwa kujikinai kwa kutomsikiza kuhani asimamaye hapo kwa kumtumikia Bwana Mungu wako au muamuzi, na afe mtu huyo, nawe utauondoa uovu katika Israeli, na hao watu wote watasikia na kuogopa, wasifanye tena kwa kujikinai. Utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, ukaimiliki na kukaa humo, nawe utakaposema, nitaweka mfalme juu yangu, mfano wa mataifa yote yaliyo kando yangu, usiache kumweka yule atakayechaguliwa na Bwana Mungu wako awe mfalme juu yako. Umweke mmoja katika ndugu zako awe mfalme juu yako. Usimtawaze mgeni juu yako ambaye si ndugu yako, ila asifanye na farasi wake kuwa wengi, wala asiwarudishe watu Misri ili apate kufanya farasi kuwa wengi, kwa kuwa Bwana amewaambia tangu sasa, msirudie tena njia ile. Wala asijizidishie wake ili moyo wake usikengeuke, wala asifanye fedha zake na dhahabu kuwa nyingi mno tena, na iwe zamani aketipo juu ya kiti cha ufalme wake, ajiandikie nakala ya Torati hii katika chuo, kufuata hicho kilicho mbele ya makuhani Walawi, na awe nayo asome humo siku zote atakazoishi, ili apate kujifunza kumcha Bwana Mungu wake, ayashike maneno yote ya Torati hii na amri hizi, kwa kuyafanya moyo wake usije ukainuliwa juu ya ndugu zake, wala asikengeuke katika maagizo kwa mkono wa kuume wala wa kushoto, ili apate kuzifanya siku zake kuwa nyingi katika ufalme wake, yeye na wanawe katikati ya Israeli. Kumbukumbu la Torati sura ya 18. Makuhani Walawi, kabila yote ya Lawi, wasiwe na fungu wala urithi pamoja na Israeli, watakula sadaka za Bwana zifanywazo kwa moto na urithi wake, wala wasiwe na urithi kati ya ndugu zao. Bwana ndiye urithi wao kama alivyowaambia,
Na hii itakuwa haki ya makuhani kwa watu hao wasongezao sadaka, ikiwa ni ng'ombe au kondoo, wampe kuhani mkono na mashavu mawili na tumbo. Malimbuko ya nafaka zako na divai yako na mafuta yako na manyoya ya kwanza ya kondoo zako umpe, kwani Bwana Mungu wako amemchagua katika kabila zako zote, asimame atumike kwa jina la Bwana, yeye na wanawe milele. Na akija Mlawi atokaye katika marango yako mmojawapo katika Israeli yote alipokuwa akikaa, akaja kwa mapenzi yote ya nafsi yake mahali atakapopachagua Bwana, na atumike kwa jina la Bwana Mungu wake, kama wafanyavyo ndugu zake wote Walawi wasimamao huko mbele za Bwana, wawe na fungu sawasawa la kula pamoja na haya yaliyomfikilia kwa kuuzwa urithi wa baba zake. Utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake katikati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu, kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako, maana mataifa haya utakaowamiliki huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama bao, bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kutenda hayo. Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi, msikilizeni yeye, kama vile ulivyotaka kwa Bwana Mungu wako huko Horebu siku ya kusanyiko, ukisema, nisikie tena sauti ya Bwana Mungu wangu, wala nisiuone tena moto huu mkubwa, nisije nikafa. Bwana akaniambia, wametenda vema kusema walivyosema. Mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao, mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Hata itakuwa mtu asiyesikiliza maneno yangu atakayosema yule kwa jina langu, nitalitaka kwake. Lakini nabii atakayenena neno kwa kujikinai kwa jina langu ambalo sikumwagiza kulinena, au atakayenena katika jina la miungu mingine, nabii yule atakufa. Nawe ukisema moyoni mwako, tutajuaje neno asilolinena Bwana? Atakaponena nabii kwa jina la Bwana, lisifuate jambo lile wala kutimia. Hilo ndilo neno asilolinena Bwana kwa kujikinai amelinena huyo nabii, usimwogope. Kumbukumbu la Torati sura ya 19. Bwana Mungu wako atakapoyakatilia mbali hayo mataifa yenye nchi akupayo Bwana Mungu wako, nawe ukawafuata na kukaa katika miji yao na katika nyumba zao, itenge miji mitatu iwe kwako katikati ya nchi yako akupayo Bwana Mungu wako kuimiliki. Itengeze njia, igawanye na mipaka ya nchi yako, akurithishayo Bwana Mungu wako, iwe mafungu matatu, ili kwamba kila mwenye kuua mtu apate kukimbilia huko. Na hii ndiyo hukumu ya mwenye kuua mtu atakayekimbilia huko, awe hai. Atakayemuua mwenziwe pasipo kukusudia, wala hakumchukia tangu hapo, kama aingiapo mtu na mwenziwe mwituni kwenda kukata kuni, apeleka mkono wake na shoka ili kukata mti, likatoka shoka katika mpini likampiga yule mwenziwe hata akafa, basi na akimbilie katika miji hii mojawapo, awe hai, asije akaandamiwa muuaji na mwenye kulipiza kisasi cha damu, moyo wake ukali na hasira akampata kwa njia
kuwa ndefu akamuua, wala hana haki ya kuuawa, kwa kuwa hakumchukia tangu hapo. Kwa sababu hii ninakuamuru na kukuambia, ujitengee miji mitatu, na kama Bwana Mungu wako akiueneza mpaka wako kama alivyowaapia baba zako, akakupa na nchi yote aliyoahidi kwamba atawapa baba zako, nawe ukiyashika maagizo haya yote ni kuagizayo leo na kuyafanya kumpenda Bwana Mungu wako na kwenda siku zote katika njia zake, ndipo ujiongezee miji mitatu tena pamoja na mitatu ile, isije ikamwagika damu ya asiye makosa kati ya nchi yako akupayo Bwana Mungu wako, iwe urithi, ikawa na damu juu yako. Lakini mtu awaye yote akimchukia mwenziwe na kumwotea na kumuinukia akampiga hata akafa, naye akakimbilia miji hii mmojawapo, ndipo wazee wa mji wake wapeleke ujumbe kumtoa huko na kumuua katika mkono wa mwenye kulipiza kisasi cha damu, apate kufa. Jicho lako lisimuhurumie, lakini uondoe damu ya asiye makosa katika Israeli, ili upate kufanikiwa. Usiiondoe alama ya mpaka wa jirani yako, waliouweka watu wa kale katika urithi wako, utakaorithi ndani ya nchi akupayo Bwana Mungu wako uimiliki. Shahidi mmoja asimuinukie mtu awaye yote kumshuhudia kwa uovu wowote, wala kwa dhambi yoyote katika makosa akosayo yoyote. Jambo na lithibitishwe kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Shahidi mdhalimu akimuinukia mtu yeyote na kushuhudia juu yake ya upotoe, ndipo wale watu washindanao kwa mambo yale na wasimame wote wawili mbele za Bwana, mbele ya makuhani na waamuzi watakaokuwapo siku hizo. Nao waamuzi na watafute kwa bidii. Na tazama, yule shahidi akiwa shahidi wa uongo, naye ametoa ushahidi wa uongo juu ya nduguye, ndipo mtamfanyia kama alivyodhani kumfanyia nduguye. Ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako, na watakaosalia watasikia na kuogopa, wasifanye tena uovu mfano wa huo katikati yako. Wala jicho lako lisiwe na huruma, uzima kwa uzima, jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu. Kumbukumbu la Torati sura ya 20. Utakapokwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Na iwe msongeapo mapiganoni, kuhani na akaribie na kusema na watu, awaambie, sikilizeni enyi Israeli, hivi leo mwasongea mapiganoni juu ya adui zenu. Mioyo yenu na isizime, msiche wala msiteteme, wala msiingiwe na hofu kwa ajili ya wao, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye awaandamaye kwenda kuwapigania juu ya adui zenu, ili kuwaokoa ninyi. Na maakida na waseme na watu na kuwaambia, ni mtu gani aliye hapa aliyejenga nyumba mpya wala hajaiweka wakfu? Aende akarudi nyumbani kwake, asije akafa mapiganoni ikawekwa wakfu na mtu mwingine. Ni mtu gani aliye hapa aliyepanda shamba la mizabibu wala hajatumia matunda yake? Aende akarudi nyumbani kwake, asije akafa mapiganoni yakatumiwa na mtu mwingine matunda yake. Ni mtu gani aliye hapa aliyemposa mke wala hajaoa? Aende akarudi nyumbani kwake, asije akafa mapiganoni huyo mwanamke akaolewa na mume mwingine. Tena maakida na waseme zaidi na watu wawaambie, ni mtu gani aliye hapa tena mwenye hofu na moyo mnyonge? Aende akarudi nyumbani kwake, isije mioyo ya nduguze ikayeyuka mfano wa moyo wake. Itakuwa hapo watakapokwisha wale maakida kusema na watu, na waweke majemedari wa majeshi juu ya watu. Utakaposongea karibu ya mji kwenda kupigana juu yake,
ndipo utakapowapigia ukelele wa amani. Itakuwa utakapokujibu kwa amani na kukufungulia, ndipo watu wote watakaoonekana humo watakufanyia kazi ya shokoa na kukutumikia, na kwamba hautaki kufanya amani nawe, lakini utafanya vita juu yako, ndipo uhusuru. Na Bwana Mungu wako autiapo mkononi mwako, mpige kila mume aliyomo kwa makali ya upanga. Lakini wanawake na watoto na wanyama wa miji na vilivyo mjini vyote, navyo ni nyara zake zote, uvitwae viwe mateka kwako, nawe utakula nyara za adui zako alizokupa Bwana Mungu wako. Utaifanyia vivyo miji yote iliyo mbali sana nawe, isiyokuwa miji ya mataifa haya. Lakini katika miji ya mataifa haya akupayo Bwana Mungu wako kuwa urithi, usihifadhi kuwa hai kitu chochote kipumzikacho, lakini uwaangamize kabisa Mhiti na Mwamori na Mkanani na Mperizi na Mhivi na Myebusi, kama alivyokuamuru Bwana Mungu wako. Wasije wakawafunza kufanya mfano wa machukizo yao yote walioifanyia miungu yao, hivyo itakuwa ni makosa juu ya Bwana Mungu wenu. Wewe utakapouhusuru mji siku nyingi kwa kufanya vita juu yake, upate kuutoa, usiangamize miti yake kwa kupeleka shoka juu yake, kwani utaweza kula matunda yake, wala usiiteme, kwa maana huo mti wa kondeni, je, ni mtu hata ukauzuie? Ila miti uijuayo si miti ya kuliwa, uiangamize na kuitema, ukajenge mabaruti juu ya mji ufanyao vita juu yako, hata uanguke.